Na mtazamaji, napokea kijiti kutoka kwake Fatma Hassan kwa ajili ya kuangaza habari za michezo na burudani. Langu jina ni Esther Mtebe, karibu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ameipongeza timu ya vijana ya mpira wa miguu chini ya umri wa miaka 17 maarufu Serengeti Boys baada ya kumaliza nafasi ya pili katika mashindano ya AFCON Under 17, mashindano yaliyomalizika nchini Morocco. Tupate taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba ametoa pongezi hizo mapema bungeni jijini Dodoma wakati wa kipindi cha maswali ya papo kwa papo, ambapo amesema Serengeti Boys wamefika hatua kubwa, jambo ambalo limeiletea heshima nchi katika sekta ya michezo, huku akiamini kuwa kutokana na mwendelezo mzuri wa vijana hao ipo siku Tanzania itatoa ubingwa wa dunia. Kwa hatua kubwa na yenye heshima waliofikia katika mashindano ya vijana chini ya miaka 17 kwa kucheza hatua ya fainali tena yenye ushindani na kukosa tu bahati kwa kweli ya kulileta kombe hilo hapa nyumbani. Najua Watanzania watakuwa wamesikitika, lakini watoe hofu kwa sisi wafugaji. Ukiona kila siku wingu kubwa linakuja na mvua yenyeshi, kuna siku mvua itanyesha hata bila kuwa na wingu kubwa. Yanga walikosa wakatolewa kwa uwiano wa magoli, Simba wakakosa kwa kushindwa tu mbinu za nje ya uwanja, na vijana jana wamekosa. Kuna siku kombe hilo linakuja na wala sio siku nyingi litakuja hapa Tanzania. Na mkoa wa Ruvuma umejipanga kikamilifu kuhakikisha unafanya vizuri katika mashindano ya Umoja wa Michezo na Taaluma kwa Shule za Msingi Tanzania UMITASHUMTA yanayotarajiwa kufanyika kitaifa mkoani Iringa, huku wadau mbalimbali wakizidi kujitokeza kuunga mkono maandalizi ya timu zinazowakilisha mkoa huo. Taarifa ya mwanamichezo wetu Yusufu Kayanda kutoka mkoani Ruvuma inafafanua zaidi. Wakizungumza wakati wa hafla kukabidhi vifaa vya michezo kwa timu za UMITASHUMTA kwa timu za mpira wa miguu, netiboli na riadha, meneja wa benki ya CRDB tawi la Songea Rwaichi Minja amesema michezo ni nyenzo muhimu ya kujenga afya, mshikamano na kuibua vipaji vinavyoweza kuwa ajira kwa vijana, huku balozi wa utalii nchini kutoka shule ya Upendo Friends Sports Academy Isabella Mwampamba akisisitiza kuwa tayari mkoa wa Ruvuma una vijana wenye vipaji vikubwa vinavyoweza kuiwakilisha nchi katika michezo mbalimbali. Watoto wao pamoja na kwamba tumewapa jezi kuhakikisha kwamba wanaenda kufanya vizuri, lakini tutaendelea kuangalia namna bora ya kuweza kuwasapoti ili tuweze kuhakikisha kwamba timu yetu inaenda na inafanya vizuri. Na ndani ya miaka 5 ninaamini kwamba kwenye timu nyingi za taifa za maybe under 15, under 17 kama hivyo na under 20 wategemee watoto wengi kutoka mkoa wa Ruvuma. Kwa wajiandae, ushindi ni lazima, turudi na makombe mkoa wa Ruvuma mwaka huu. Kwa upande wake, kaimu katibu tawala mkoa wa Ruvuma Jumanne Mwango akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abasi amewashukuru wadau hao kwa kujitoa kusaidia maandalizi ya mashindano hayo, akisema mchango wao unatoa motisha kubwa kwa vijana ili Ruvuma iweze kufanya vizuri zaidi katika mashindano hayo. Mikakati mingine ndio hii ya kuhakikisha kwamba watoto wetu hawaendi wakiwa wanyonge, wanaenda wakiwa na jezi nzuri kabisa. Unajua ukiwa na jezi nzuri kwanza ni confidence ya kwanza kwenye ushindi. Nafikiri Ruvuma ya mwaka huu itakuwa ni tofauti na miaka mingine yote. Tumefanya maandalizi ya kutosha, tumekaa kambi muda wa kutosha tofauti na miaka mingine, lakini pia hata watoto ambao wameteuliwa kuunga kikosi cha timu ya UMITASHUMTA mwaka huu 2026 wana hari na morali ya kupata ushindi. Kutoka katika ofisi za mkoa wa Ruvuma, ni mimi jezi nambari 5 beki mvunja kuni Yusuf Kayanda wa Channel 10. Na kwingineko, ligi ya mpira wa miguu ya Tanzania Veterani inatarajiwa kufikia tamati Juni 7 mwaka huu kwa michezo ya fainali kuchezwa katika uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam, huku mbunge wa jimbo la Chamazi Abdalla Chaurembo akitarajiwa kuwa mgeni rasmi katika fainali hiyo. Na ligi hiyo ambayo ilishirikisha timu zaidi ya 10 kutoka mikoa mbalimbali nchini inatarajiwa kufikia tamati mwishoni mwa juma hili,
ambapo licha ya kuwakutanisha wachezaji wa zamani, pia inatumika kuimarisha afya na kuongeza burudani kwa wachezaji wa zamani, huku mchezo rasmi katika fainali hiyo ikitarajiwa kuwa huku mgeni rasmi katika fainali hiyo akitarajiwa kuwa mbunge wa jimbo la Chamazi Abdalla Chaurembo. Michezo ni sehemu ya kujenga afya, kwa sababu mtu akishacheza akitulia tu nyumbani ni kumjengea mazingira ya kufa mapema. Kwa hiyo anapata nafasi ya kupata exposure ya kukutana na watu mbalimbali, anapata nafasi kubwa ya kuongeza umri. Kwa hiyo wadau mbalimbali jitokeze kusupport hizi timu zetu za maveterani. Niaba ya Mheshimiwa Jafari Chaurembo, mbunge wa jimbo la Chamazi, ni wakaribisha wanachamanzi wote kujumuika na wakongwe wa soka nchini kwetu Tanzania, waone vile vipaji vya zamani kweli vipo au la. Afya lakini na burudani, na ndio kazi ya michezo. Michezo inatujengea afya, lakini pia tunapata burudani. Tunajipanga tena kwa mwakani na tumeshatafuta sehemu na watu ambao wataweza kutusaidia ili mwakani ligi inapoanza tusisimame sehemu yote wala tusishindwe kwenda sehemu yote. Limetujenga, limetukutanisha pamoja. Kuna watu wengi tulipoteana zamani, sasa tumekutana. Mechi zimeonyesha ubora mkubwa. Kamati ya uchaguzi ya shirikisho la michezo ya wizara na idara ya serikali Shimiwi imetangaza uchaguzi mkuu utakaofanyika Julai 5 mwaka huu mkoani Singida na kuhusisha nafasi mbalimbali ikiwemo mwenyekiti, katibu, mweka hazina pamoja na wajumbe wa kamati mbalimbali. Mwanamichezo wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma ana taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dodoma, makamu mwenyekiti wa shirikisho hilo kitaifa Alquin Masubo amesema uchaguzi huo ni kwa mujibu wa kanuni na katiba ya shirikisho hilo. Shirikisho la Shimiwi hivi karibuni linategemea kufanya uchaguzi wake mkuu kulingana na miongozo na katiba na maelekezo ya serikali. Kamati ya uchaguzi ipo kwa mujibu wa taratibu zetu, kwa mujibu wa katiba ya shirikisho na miongozo ya serikali. Kwa hiyo kabla ya kufanya uchaguzi mkuu, kamati ya uchaguzi inatakiwa pia itangaze uchaguzi huo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi Bwana Leonard Tadeo amebainisha sifa za jumla za wagombea. Awe mtumishi yeyote ambaye wizara, idara, mkoa na wakala ni mwanachama wa shirikisho. Awe mtu mwenye hadhi na haiba inayokubalika katika jamii. Hajawahi kutiwa hatiani na kupewa adhabu kutokana na udanganyifu wa aina yoyote katika shughuli za uendeshaji wa michezo kuanzia ngazi ya klabu hadi shirikisho. Lakini pia asiwe amefungiwa kushiriki shughuli za michezo na mamlaka za michezo zilizopo, kwa maana iwe shirikisho lenyewe au inawezekana maana kuna watumishi wengine ni viongozi wa vyama vya michezo vingine. Kwa hiyo pia na huko napo asiwe amevuruga halafu akataka kuja kugombea huko kwenye shirikisho. Hata hivyo, uchaguzi huo unatarajia kutanguliwa na usaili wa wagombea kupokea pingamizi na kutoa matokeo. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Asante Leonard Mwacha kutoka huko mkoani Dodoma kwa kutueleza undani wa taarifa hiyo. Wadau mbalimbali wa michezo nchini wameitwa kujitokeza kuunga mkono kampeni ya Simama na CCBRT inayoendeshwa na hospitali ya CCBRT kwa kushirikiana na Azam Media Limited yenye lengo lake ni kukusanya shilingi bilioni 3 ili kuboresha upatikanaji wa huduma kwa watoto wanaoishi na changamoto za kuzaliwa nazo hapa nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni hiyo, mkurugenzi mtendaji mkuu wa hospitali ya CCBRT Brenda Msangi, ambapo Watanzania hususan wanamichezo wameombwa kujitokeza kuiunga mkono na kuchangia ili kufikia lengo la kukusanya shilingi bilioni 3 kwa lengo la kutoa huduma kwa watoto wenye changamoto za kuzaliwa nazo hospitalini hapo ili kuweka usawa wa haki ya watoto kukua bila changamoto. Kama nilivyosema, kampeni hii itakuwa ni ya kitaifa na itatekelezwa kwa muda wa miezi 3, lakini tunategemea itaendelea kwa takriban ya mwaka mmoja kuanzia sasa. Na lengo la kampeni hii ni kukusanya shilingi bilioni 3, na lengo tukiweza kuikamilisha hii lengo letu la bilioni 3, tutaweza kugusa maisha ya watoto takriban 5,000. Ipo mbali hata ile kumfuata kwenda kuongea nayo
Nashukuru Mungu na support sana. Na si tu wajitokeze, yani wadhamini wengi, sababu kuna watu wengi huko mtaani kama kina Mariamu hawana uwezo, baba zao wameshawakimbia. Na kwingineko, timu ya mpira wa miguu ya Albinism inatarajiwa kushuka dimbani tarehe 6 Juni mwaka huu 2026 pale jijini Dodoma dhidi ya Bunge Sports Club. Mchezo huo ukiwa ni sehemu ya hamasa kuelekea katika mbio za kimataifa za Albinism zitakazofanyika mkoani Mara baadaye mwaka huu. Akizungumza katika ofisi Baraza la Michezo la Taifa wakati wa kukamilisha zoezi la uratibu wa safari kuelekea jijini Dodoma, katibu wa klabu ya Albinism Joseph Sinda ameeleza umuhimu wa mchezo huo sambamba na kuishukuru BMT kwa kudhamini safari yao. Lengo la mechi hiyo ni kuendelea kuongeza uelewa juu ya ualbino, lakini pia kuhamasisha jamii kutushirikisha katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, kijamii na kisiasa ikiwemo michezo. Lakini pia ndani ya lengo hilo tunaendelea kuhamasisha watu wenye albino kushiriki na kushirikishwa katika michezo mbalimbali, kwani wana uwezo na wana vipaji mbalimbali. Pamoja na kucheza mechi hiyo, kutakuwa na utoaji wa elimu juu ya afya ya ngozi na masuala ya mazingira, kwani mazingira yanapokuwa yanaharibiwa ni moja ya sehemu ya watu wenye albino kuathirika. Taarifa hiyo inatuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa tuungane na msimulizi wetu kujua kunani kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Mcheza tenis kutoka nchini Italia Flavio Cobolli ameandika historia baada ya kufuzu hatua ya nusu fainali ya michuano ya wazi ya Ufaransa kwa mara ya kwanza katika historia yake kwenye mchezo huo. Cobolli amepata ushindi huo hapo jana baada ya kumshinda Mkanada Felix Auger-Aliassime kwa seti 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 katika mchezo wa robo finali uliochezwa jijini Paris nchini Ufaransa. Mchezo huo ulifanyika katika mazingira magumu yaliyotawaliwa na upepo mkali, lakini Cobolli alionyesha kiwango cha juu na utulivu mkubwa uliomsaidia kugeuza matokeo baada ya kupoteza seti ya kwanza. Ushindi huo unampeleka moja kwa moja katika hatua ya nusu fainali ya michuano hiyo ya Grand Slam, na atakutana na Muitaliano mwenzake Matteo Rinaldi, huku akiendelea kuimarisha nafasi yake kama mmoja wa wachezaji vijana wanaochipukia kwa kasi katika mchezo wa tenis kimataifa. Mashabiki na wadau wa mchezo huo sasa wanasubiri kuona kama Cobolli ataendelea na mwendo wake mzuri na kufikia hatua ya fainali ya French Open kwa mara ya kwanza. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Naam, anatamatika hivyo Kenny Malila kwenye habari za kimataifa. Kwa upande wa habari za burudani, tamasha la Marafiki Arts Festival linatarajiwa kufanyika kwa siku 4 kuanzia tarehe 8 hadi 11 mwezi wa 10 mwaka huu katika mikoa ya Dar es Salaam na Pwani, wilaya ya Bagamoyo, likiwa na lengo la kutangaza utamaduni wa Kitanzania na kutoa fursa mbalimbali kwa wasanii wa ndani. Wakizungumza mara baada ya kutangazwa kwa wasanii watakaoshiriki katika tamasha hilo kwa awamu ya kwanza, uongozi wa Asedeva ambao ni waandaaji wa tamasha hilo wameeleza umuhimu wake kwa utamaduni wa Kitanzania na fursa mbalimbali zitakazopatikana katika sekta katika tamasha hilo. Tumetangaza tu wasanii 9, lakini Marafiki Art Festival kwa mwaka huu tunazia performances zaidi ya 16. Alivyosema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, taifa lisilokuwa na utamaduni ni taifa mfu. Kwa hiyo sisi kama tamasha letu la Marafiki Arts Festival bado tunalinda na kuutunza na kuenzi utamaduni, kwa maana tamasha letu lina combine music na combine pia mambo ya dance ya kisasa na traditional dance, kwa maana ngoma za kienyeji. Na ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu leo. Mimi naitwa Esther Mtebe, anakuja hapa Fatma Hassan kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima.